Kakangu inakuwaje? Salama kabisa kwema. Ya, unaitwa nani? Naitwa Swira Benjamin Swira. Ya, Swira Benjamin Swira, unasoma mwaka ngapi? Nasoma mwaka wa 3. Faculty ipi? Faculty ni Human Resource Management. Human Resource Management. Kwa nini Human Resource Management? Kipi ambacho ulikiona ukaona hapa kwenye Human Resource Management kuna kitu hapa? Katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inahitaji sana ma managers au watu ambao wanaweza kusimamia rasilimali watu. Kwa na mimi nikaona nijikite hapa kwenye kusimamia rasilimali watu. Mambo unapenda sana? Napenda sana. Okay, sasa nataka tulizungumzia ili tukio ambalo linakuja kuendelea academic competition. Umejiandaje? Kwa kweli mimi nimejiandaa vizuri. Tumejiandaa vizuri. Sisi kama serikali wanafunzi tumejiandaa vizuri. Tumejaribu kukusanya mawazo kutoka kwa wadau mbalimbali wanafunzi. Namna gani tukio liweze kufanyika, lakini tumepata mawazo mengi kutoka kwa wanafunzi. Kwa kujiandaa kwetu sisi tutatoa ushirikiano kwa makundi yote, kwa watu wenye mahitaji maalum, kwa wacheza mpira, kwa content creators, waigizaji pamoja na wasanii. Okay, wewe hapa nimepata taarifa kuwa wewe ni mtu ambaye unasimamia wasanii. Hadi kufikia sasa hivi wasanii wamejiandaaje sasa hivi? Wasanii wa chuo chetu wamejiandaa vizuri na sasa hivi wengi wako na project zao za nyimbo mpya ambazo wataziachia, wataintroduce nyimbo zao siku ya mashindano hayo. Kingine kwa upande wa burudani, kwa sababu wizara yetu inaitwa Wizara ya Michezo, Sanaa na Tamaduni. Waziri wetu wa michezo ameshaona kwamba wizara hii kwa sababu inaitwa Wizara ya Michezo, Sanaa na Tamaduni, kuna umuhimu zaidi wa kuwagusa hata hawa wa sanaa. Waziri wetu anapambana sana, kaona awamu hii na wasanii pia wagusie. Ukiwa kama kiongozi, wewe utashiriki kwenye kipengele kipi katika vile vingi ambavyo vipo? Mimi nitakavyoshiriki ni kwa wasanii. Kwa sababu wasanii ni moja ya idara ambayo mimi napenda sana kwa support. Wasanii naona kama walikuwa wamesaulika siku za nyuma. Ndio maana nimesema kati ya mawaziri ambaye anatakiwa pongezi kubwa sana, huwa waziri wa michezo wa sasa hivi. Miaka iliyopita msanii anaweza kashindana akapata 10,000, 20,000, lakini huyu kaona kabisa kuna umuhimu kwamba hawa wameachwa nyuma. Lazima na wenyewe tuwapushi. Wana talenti zao, wanafika hapo na talenti zao lakini wanaachwa nyuma. Lakini akaona umuhimu wa kuweza kuwaibua hata wao katika talenti zao. Kwa mimi nitaingia hapa kwa wao wasanii kwa sababu wamesaulika sana, mimi nitashiriki nao, tutaimba, tutacheza. Yes. Okay, sasa hivi mimi nakupa nafasi kama kiongozi. Ukiwa kama kiongozi, naomba utoe ujumbe mmoja mzito sana kwa wanafunzi wote ambao wanasoma vyuo vikuu. Ujumbe wangu kwa wanafunzi wote wanaosoma vyuo vikuu nchini Tanzania, tujitokeze sana katika kujenga kuelimisha jamii yetu, kwa sababu tunaagizwa na wazazi wetu kuja kupata elimu. Tunapopata ile elimu tuweze kurudisha kule tulikotoka, fadhila kwa ndugu zetu kule, turudishe angalau matunda ya sisi kipi tumekuja kujifunza katika vyuo vyetu vikuu. Turudi nyumbani tuwasaidie. Kama umepata elimu ya kutosha, rudi basi nyumbani ukawasaidie. Na washauri sana wasomi wenzangu wa vyuo vikuu, vyuo vya kati nchini Tanzania, turudi nyumbani tunapomaliza elimu, turudi nyumbani tuwasaidie ndugu zetu. Naam.